Zakaria sura ya 8 mstari wa 23, tunaona watu wa mataifa walijua kwamba Mungu yupo pamoja na wale wanaoamini, na wakasema tutakwenda pamoja nanyi. Wakawaambia wale ambao watu wa Mungu wanaomwamini Mungu, wakamwambia tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia ya kwamba Mungu yupo pamoja na nyie. Wako watu ambao hawana Mungu, hawaamini, lakini kwa sababu tu wamemwona Mungu ndani ya mtu, ndani ya watu, akimuonekania au akiwaonekania hao watu wataamua kuambatana na hao watu wenye Mungu, kwa sababu hao watu wenye Mungu wana nini? Wana Mungu. Watu ambao wametambulishwa au wanatambuliwa na Mungu, watu wanavutiwa kuambatana nao, kuwafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura 60 mstari wa 1 hadi wa 6 pale inazungumza habari ya inuka uangaze. Inazungumza habari ya nuru iliyozuka, nuru iliyofunuliwa kwa watu ambao wamepokea neema ya wokovu, wamempokea Kristo ndani yao. Neno la Mungu nasema, wewe ambao umepokea neema ya wokovu, inuka ufanyaje? Uangaze, kwa maana nuru yako imefanyaje? Imekujia. Anasema unapoinuka, unapoonesha katika tabia, mienendo, unapoishi maisha ya wokovu, maisha ya utakatifu, watu watakuona kwa mbali, wataiona ile nuru inayoangaza ndani yako. Na nuru hiyo itasababisha mataifa na wafalme kutoka pande mbalimbali za dunia zikujie, kwa sababu zimeiona hiyo nuru iliyozuka ndani yako. Kuna watu watakujia au wanatujia kwa sababu ya ile neema Mungu aliyowekeza ndani yetu, ya vile vipawa ambavyo Mungu aliyowekeza ndani yetu, ya ule uweza wa kimungu aliyowekeza ndani yetu, ya ile hekima ya kimungu aliyowekeza ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona wakati wa Yusufu, Farao aliona ile hekima ya Mungu na ule uwezo wa Mungu ulioko ndani ya Yusufu. Akamwambia, wewe unapaswa kuwa waziri mkuu, second command, utuongoze. Aliona ile hekima na ule uwezo wa kusimamia mambo na kuyaendesha mambo, akamchagua kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kuna watu wanaweka kwenye nafasi fulani kwa sababu ya uwezo wa kimungu na hekima ya kimungu inayoonekana ndani yao. Watu wasema mtu huyu atatusaidia eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mwanzo sura ya 39 mstari wa 2 na wa 3 tunamwona Potifa yule Misri alitambua kuwa Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, na ya kuwa Mungu alifanikisha kila kitu Yusufu alikuwa anakifanya. Kwa sababu Yusufu alikuwa anatembea na nani? Anatembea na Mungu. Mungu alimtambua na Mungu alimtambulisha Yusufu. Hata alipokuwa katika nyumba ya Potifa, Mungu utambulisho wake ulikuwa juu ya Yusufu, na hata Potifa na nyumba yake wakajua huyu kuna kitu cha Mungu amekibeba, anapaswa kusimamia mambo yetu. Hata alipokuwa kule gerezani, watu walikiona kile cha Mungu, ule uweza Mungu, karama, vipawa Mungu aliweka ndani ya Yusufu. Mungu akishaamua kukutambulisha, watu atawaruhusu waweze kuona na waweze kukujia, watake msaada kupitia kile ambacho Mungu amekiweka ndani yao. Kwa hiyo Potifa alitambua kwamba kila anachofanya Yusufu anafanikiwa kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa umeambatana na Yusufu. Tunaona katika Mwanzo sura ya 30, Mwanzo sura ya 30 mstari wa 27, Labani mjomba wake na Yakobo anasema, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa na mimi, kwa maana nimetambua ya kwamba Bwana Mungu amenibariki kwa ajili yako. Labani anasema, nimetambua ya kwamba baraka zangu hizi za mifugo na mafanikio nilionayo ni kwa sababu ya uwepo wako hapa nyumbani kwako. Watu ambao wanatembea na uwepo wa Mungu, hekima ya Mungu, uweza wa kimungu, watu ambao wametambuliwa na wametambulishwa na Mungu katika ulimwengu wao wa roho, kokote wanapokuwepo, sio mazingira yanasababisha kwamba wao wabarikiwe, ni wao
wakiwepo katika mazingira yote yale, wanasababisha baraka ziweze kuonekana katika hayo mazingira. Mungu ametangaza mwezi huu wa 4 2026, ametangaza neno lake, amesema utambulisho wa kimungu, kutambulishwa na Mungu. Kuna namna Mungu ameruhusu katika ulimwengu wa roho wa mtu, kokote atakapokuwepo, watu wa knowledge, watambue uwepo wa Mungu au mkono wa Mungu juu ya watu fulani. Kokote watu watakapokuwepo na chochote watu watakachokifanya, watu watamwona Mungu akifanikisha kile ambacho wanachokifanya na kile wanachokiendea. Zaburi 126 mstari wa kwanza na wa pili anasema, Bwana alipowarejesha mateka ya Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za shangwe, kelele za furaha. Ndipo watu wa mataifa waliposema kuwa Bwana amewatendea mambo makuu. Kuna namna Mungu anafanya juu ya maisha ya watu, mpaka watu waliotuzunguka, watu wasiomwamini Mungu, wanatambua jambo hili ni kwa sababu kuna Mungu aliye mkuu amemtendea au ametendea watu hao. Leo tutamwambia Mungu, uvijaze vinywa vyetu kicheko, uvijaze vinywa vyetu kelele za shangwe, utubariki, utufanikishe katika maeneo mbalimbali, katika utumishi, katika biashara, katika uwekezaji, ili hata watu wasiokujua watambue kwamba mkono wako uko pamoja na sisi. Zipo baraka ambazo watu wanabarikiwa kupitia vyanzo fulani fulani ambavyo vitokana na Mungu, lakini ziko baraka ambazo watu wakiziona watasema, mtu huyu tunamjua. Baraka hizi zinatoka kwa nani? Zinatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapomtambulisha mtu na anapomtambua mtu katika ulimwengu wa roho, anaruhusu baraka zake ziweze kuonekanika kwenye maisha ya mtu, kama anapozungumza kwenye Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza hadi wa 6 pale kwa habari ya inuka ya ngazi. Yesu Kristo kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 anasema, mwangaza wenu au nuru yenu uangaze mbele za watu, wapate kutambua na kumtukuza Baba yenu aliyemfunua mbinguni. Kwa hiyo namna ambavyo wokovu wetu utakavyokuwa unaonekana mbele za watu, utasababisha watu waweze kumtukuza Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu wanaiona ile neema ya wokovu iliko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anazungumza kwenye Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Anasema, anawaambia, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote lile. Pasipo ninyi kuwa ndani yangu na mimi kuwa ndani yenu, ninyi hamwezi kufanya jambo lolote lile. Kwa lugha rahisi, tunamtegemea Yesu Kristo katika kile tunachokiendea. Ndio maana amesema kwenye Mithali, mkabidhi Bwana mawazo yenu, mkabidhi Bwana mipango yenu, plani zenu. Yeye atathibitisha mawazo na yeye tunayoyaendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatunapaswa kumtegemea Mungu. Tegemezi letu linapaswa kuwa kwa nani? Kwa Mungu. Ndio Bwana, tunaliendea hili. Lakini katika hili tunaloendea, wewe ukawe alfa na ukawe omega. Ukaanze pamoja na sisi na ukamalize pamoja na nani? Na sisi. Hiyo ndio namna ya kumtegemea Mungu kwenye kila tunachokifanya na kila tunachokiendea kwenye maisha yetu. Iwe kwa habari ya mahusiano na uchumba na ndoa, iwe kwa habari ya biashara, uwekezaji, iwe kwa habari ya utumishi, chochote kile, tunapaswa kumwambia Bwana, ukaanze pamoja na sisi, ukawe alfa na omega katika hichi tunachokiendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu Kristo wakati anawaambia kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote lile, alikuwa anamaanisha hivi, hata katika huu utumishi tunaofanya huu, lazima yeye awepo. Unajua kuna tofauti kati ya kufanya kazi ya Mungu na kufanya kazi pamoja na nani? Na Mungu. Wengi wanafanya kazi ya Mungu ya kuhubiri Injili, lakini sio wote wanaofanya kazi ya Mungu wakiwa pamoja na nani? Na Mungu. Tunamwona katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 13. Watu walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, walitambua walikuwa pamoja na Yesu Kristo. Walikuwa wanafanya kazi ya Mungu, lakini walipoangalia ule ujasiri walikuwa nao, wakajua hawa tu hawafanyi kazi ya Mungu, lakini wanafanya kazi pamoja na nani? Na Mungu. Roho wa Mungu aliwapa ujasiri wa kutembea na kuhubiri kazi ya Mungu kwa ujasiri pasipo kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 hadi wa 10. Anasema hawakuweza kushindana na Stefano, Stephen. Mafarisayo, Masadukayo
Wayahudi hawakuweza kushindana katika ufahamu na maarifa ya maandiko ya sheria, kwa sababu Stefano alikuwa na hekima kubwa ya Mungu na maarifa makubwa ya Mungu, kwa sababu alijawa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, na alijawa na hekima ya Mungu. Watu ambao wamejawa Roho Mtakatifu na watu ambao zile roho saba za Mungu zinafanya kazi ndani yao, hauwezi kushindana nao. Katika eneo la shauri, roho ya shauri inafanya kazi. Katika eneo la uweza, roho ya uweza inafanya kazi. Katika eneo la udhihirisho wa nguvu ya Mungu, roho wa Bwana yuko juu yao. Katika eneo la mahusiano na Mungu, roho wa Mungu, roho wa Kristo yuko amefanya makao ndani yao. Katika eneo la maarifa, roho ya maarifa amejifunua ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuweza kushindana na Stefano kwa sababu alikuwa amejazwa Roho wa Mungu na hekima ya Mungu ilikuwa inafanya kazi ndani yao. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 6 hadi wa 8. Filipo aliendelea kufanikiwa katika huduma, katika kazi ya utumishi, kwa kuwa watu waliona ishara zilizokuwa zikiambatana na yeye alizokuwa akizifanya. Watu walimfuata Filipo kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa pamoja na yeye. Ishara na miujiza. Achana na hizi ishara na miujiza na hizi shuhuda ambazo watu wanazitengeneza leo. RG wanawalipa watu ili waje kushuhudia kanisani uongo, ili kuvutia watu waje kanisani. Achana na hizo. Tunatangaza mkono wa Mungu, uwepo wa Mungu kutembea na mtu. Vitu vinatokea kweli na vinaonekana pasipo maigizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 9 hadi wa 10. Paulo mtume alifanikiwa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Siku zote ambazo alikaa kule Korintho, muda wote alikaa kwa muda mrefu sana. Alihubiri bila kuzuiliwa na kanisa lilistawi kwa sababu Roho wa Mungu, uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja nani? Na mtume Paulo. Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 24 anasema Barnaba alionekana kuwa mtu aliyejaa Mungu. Alijaa Roho wa Mungu, hivyo huduma yake ikastawi. Huduma yake ikastawi sana kwa sababu alikuwa amejawa na Mungu. Hata kanisa la awali, ukiangalia kwenye Matendo ya Mitume hapa sura 11 mstari wa 21, kanisa la awali lilistawi kwa sababu lilikuwa linatembea na uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ustawi wa kanisa, kitu kikubwa tunachopaswa kufanya na kukihakikisha ni kwamba tunakuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Tunakuwa na uhusiano mzuri na nani? Na Mungu. Tukitembea na Mungu, huyu Mungu tunayotembea naye ndio atakayetutambulisha kwa watu wa mataifa. Watu watatuona kwa sababu Mungu atawawezesha hao watu watuone kwamba tuna kitu cha Mungu kipo ndani yetu. Yale tunataka kuyafanya, tutayafanya kirahisi kwa sababu Mungu atawatambulisha hao watu kwamba kuna uhitaji wa kufanya kitu fulani kwa sababu mimi natembea pamoja na mtumishi wangu fulani.